Kile nimetaka kuambia nimetaka kuambia habari za mascammers, yani video ambazo nimetoa information kuhusu mambo ya scammers, frauders, wale ambao mmechukuliwa pesa online au katika njia yoyote ile ambayo maadui wamewapata wakawachukulia pesa. So kile kitu ambacho nimesema ni kwamba kuna njia, na ile njia ambayo nimesema si kwamba utanitumia manamba zao alafu nianze kuwapigia. Niliwaambia mimi sifanyii serikali kazi wala nini. Hii ni njia ambazo ni za kiroho. Kazi ambayo ninaifanya kurudisha hela za scammers na kukomesha hiyo tabia ni kufanya kazi ya kiroho. Hiyo kazi ya kiroho ninaifanya, siifanye bure. Kuna watu wananiambia niwasaidie tu. Hiyo siwezi kufanya kwa sababu kuna kitu ambacho nataka muelewe. Wale watu wanapoingia katika kuwa scam, njia ile ambayo mtu ametumia na ile mambo vile imefanyika mpaka ukawa scammed, hiyo inadetermine vile tutafanya kazi na mpaka hiyo hela yako iweze kurudi. Kwa hivyo nataka kueleza kwamba naposema ya kwamba kuna njia, ninamaanisha Mungu akikusaidia kunisikiliza, alafu uone kweli huyu jamaa anasema kweli, unaweza chukua hatua. Lakini nimesema kwa wale ambao mmeskamiwa pesa na ni kutoka $100 kwenda kutoka $1000 kwenda chini, naomba tafadhali mtumie video zangu ambazo nimefundisha hapo kwa TikTok na hapo kwa YouTube channel. Nimeweka video na mambo mielekeo fulani ambao unaweza kuichukua ukatafuta mbinu na hela yako ikarudishwa. Haya mambo nafundisha, siwezi kuwa nimekuwa kama mtu mwenye ameharibika kichwa kuweka katika kusimama katika mitandao mikubwa hivi na kwanza kuelezea watu mambo ambayo sijaprove na kuona kwamba ni kweli. So nataka niwaeleze njia ya kukomesha na hao hela yako kurudi kutokana na watu ambao wamescam. Inawezekana. Lakini hela kama ni kidogo, kuanzia $1000 kurudi chini, tumia video zangu ambazo nimeweka kwa mitandao. Tumia hizo video, zitakusaidia. Kama mahali ambapo hauelewi ama kuna kitu umekosa, unaweza kuniuliza kwa WhatsApp, niweze kusaidia vile utakipata, ili wewe mwenyewe ufanye. Lakini ikifika kwamba umekoniwa pesa kutoka $1,000 kwenda juu, $1,000 kwenda juu, na umeshindwa vile utafanya wewe mwenyewe upate, hapo unaweza kunitafuta. Na mwanangu, kunitafuta si bure. Kunitafuta, msianze kunitafuta na kuniambia nisaidie tu, ikikuja nitakurudishia. Mimi siko kwa hiyo position, na wala siko hapa kurumiwa kwamba ninakurumia mtumishi, sasa wewe nisaidie tu, ikija mimi pia. Mimi siko, mimi niko kwa kazi. Wewe ukini contract hivyo, uwe tayari kulipa gharama. Wala ambao mnakuja kwa mkiniambia nimetumia kila kitu, hata kutembea sina, hata nini, na pesa umekoniwa nyingi, hata nimetumia kwa kila watu, nimetafuta msaada kila mahali, nimekosa nikitumia pesa. Sasa saa hii imeisha. Sasa ikishaisha tu, hata ya kutumia fare, hata ya kutumia credit, hata ya kutumia kununua product za material za kutengeneza hii kazi, ikishaisha kila kitu, ndio sasa unanipata. Alafu unakuwa tayari kuniambia nisaidie tu, tapata. Mimi sifanyi hivyo. Nimewapa maarifa. Nimewaambia maarifa yapo ya kufanya hiyo kazi, na kazi hiyo ni ya kiroho. Kuna vitu ambavyo tunanunua, kuna vitu tunaviandaa, kuna vitu tunavitafuta viweka pamoja, kuna vitu tunavifanyia kazi, matayarisho ya hiyo vifaa, ili kufanya kazi hiyo ya kiroho na kujibu hiyo maswali. Kati ya siku ya kwanza mpaka siku 21 jibu lako litakuwa limepatikana. Lakini haiwezekani bila hela yoyote ama gharama yoyote ambayo nitakuwa nimekueleza hauko tayari kuwajibika nayo. Mtu umekoniwa yani $2.5 million. Sasa $2.5 na $500 unakosa hata $2,000 za kufanya hiyo kazi unakosa. Unataka ifanywe bure, hauna hata vile utapata mapato kidogo ya kuweza kufanya ili tuweze kutatua hiyo jambo.
Wewe unataka tu iwe tu wewe nisaidie tu itakapokuja. Mimi sijawaambia mahali popote ya kwamba kuna watu nasaidia. Nimetokea kwa mtandao nikasema nitasaidia watu. Mimi sijatokea hapo nikasema nitasaidia. Nimekuambia kama umekoniwa kuna njia ya kutatua hiyo. Na njia hiyo ni gharama. Umekimbia kwa wengine wamekula pesa umemaliza ndio unakuja kwangu. Unaanza kuniambia wewe umeishiwa. Mimi nikusaidie. Wewe muamini Mungu atakusaidia. Lakini kuhusu wanadamu ni tufanye kazi. Wewe unilipe hela yangu kama mimi nataka kulipwa, lakini katika hili uanga silipwe. Katika hili uanga mtu anatuma pesa ambazo ni pesa za gharama. Kulingana vile nitaona mapesa yako iliko na vile njia zenye za kurudisha ziko itahitaji nini na nini na nini, ndio itategemea nikwambie utarete nini na nini na nini itahitaji nini na nini. Na hiyo uwe tayari. Kama unaona kama ni kitu ya bure unataka kusaidiwa na unaona kama pengine huamini, naomba tafadhali msinipigie simu, naomba tafadhali msipige simu, naomba tafadhali msinitumie message kama hauamini, unaona kama haitafanya kazi. Naomba tusisumbuana hapo. Mimi ni mtu niko very busy. Siwezi kupoteza muda kwanza kuongeana na mtu maana wana nzima nikimaliza anakuwa kwamba haamini. Hiyo umeharibu muda wangu. Na hiyo ndio itafanya nianze kuambia mtalipia pesa kunipata. Kuongea na simu peke yake mtalipia. Na wakati mtu ameweka bure mnapiga na kuharibu muda wake. Wewe unaniuliza maswali kutoka mpaka 1 hour inaisha. Nikishamaliza ndio sasa unaniambia sasa hutaweza. Ama unaniambia haya ni sawa, unanyamaza, alafu inaisha hivyo. Sasa hiyo muda wote wewe unafikiria mimi nafanya kazi, wanangu watakula nini? Na mahitaji yangu. Sasa tuheshimiane. Wewe kama una matatizo ni madogo, umekoniwa dola 1000 kwenda chini, tumia mbinu ambazo nimepeana. Nenda kwa TikTok, nenda kule kwa YouTube channel, ile channel zangu zote. Nenda kule utafute, utapata msaada, utapata kusaidika. Wewe mwenyewe fanya hiyo vitu na utapata majibu yatakayo kusaidia kutatua hilo tatizo. Ila kwa hizi matatizo mkubwa kuanzia dola 1000 kwenda juu, basi unaweza kupiga na usinipigie simu, andika tu message kwa WhatsApp. Saamini mtu ambaye hata kupokea simu ni ngumu kwa sababu ya mambo ambayo unafanya husika na huduma nyingi na spiritual work. So time ya mambo ya kupokea simu, niongee na mtu kwa simu, wewe andika message, tuma voice message, utapata kujibiwa. Siwacha Mungu wa uzima kubariki. Nadhani mmenielewa. Mmenielewa na Mungu awasaidie wale ambao mmepata hayo madhara. Mnaona masimu ni mengi na watu wengi wamepata hiyo madhara. So nataka muelewe hivi ndio vile inavyoenda. Si Mungu wa uzima wabariki. Tukutane kwa hiyo video nyingine. Asante.